Nchi ndogo zaidi kushiriki kwenye kombe la dunia tunaenda kuishuhudia kwenye haya mashindano ya 2026. Sasa ni hivi visiwa vya Curaçao. Sasa sijui ni zali au walikuwa na mipango, lakini of course haiwezi kuwa bahati. Wamepata nafasi ya kuingia kwenye mashindano ya kombe la dunia. Nchi yao ni ndogo, yani ukilinganisha nchi yao na Dar es Salaam, nchi yao inaingia mara 3 kwa Dar es Salaam. Sasa fikiria Dar ilivyo ndogo, lakini nchi yao ni ndogo zaidi. Hii nchi yao ina kilomita za mraba 444. Sasa Dar es Salaam yenyewe kilomita zake za mraba ni karibu 1500 na zaidi. Hii nchi yenyewe ina watu, wanakadiriwa kuwa watu kati ya 150,000 mpaka 180,000, hapo hawajazidi. Hii nchi pia yani kwanza ni kakisiwa tu. Yani ukisema uendeshe gari kutoka upande mmoja wa nchi mpaka mwingine, ule upande mrefu zaidi unaweza ukatumia chini ya lisali moja, kwa sababu hiyo sehemu hiyo njia refu zaidi, yani hiyo pointi refu ya nchi ni kilomita 61 tu. Sasa kilomita 61 tu ni fupi sana. Kwa hiyo nchi hii bwana, kweli kila kitu ni mipango. Watu wachache, star wao mkubwa ambaye tunaweza tukasema anajulikana ni Tahith Chong, kuna Leandro Bakunya. Kwa wale wanaofuatilia sana mpira unaweza ukamjua yeye na mdogo wake, wote ndio watu ambao unaweza kusema wanafahamika sana. Ila kitu kingine pia cha kustaajabisha, hii nchi ndio inaingia ikiwa na kocha mkongwe zaidi kwenye haya mashindano. Kocha wao bwana anaitwa Dick Advocaat, kitu kama hiko, ana miaka 78. Kwa hiyo hii nchi bwana, wengi tunasubiria kuona itafanyaje. Yani wengi tunasubiria kuona performance yake, kwa sababu ni kanchi kadogo, hakuna aliyetegemea, yani hakuna aliyekapangia au hata kukadiria katawahi kuingia. Ndio wameingia huko kwenye mashindano, wako kwenye kundi gumu. Kwenye kundi lao kuna Ujerumani, kuna Ivory Coast, kuna Ecuador. Yani ikatokea hii nchi hata wamepata draw tu na hizo timu 3, kwa sababu hizo timu zote ni timu za mpira, yani ni mataifa ya mpira, basi kwao itakuwa ni moja ya credit kubwa sana, kwa sababu ni mara ya kwanza umeingia kwenye kundi gumu, alafu umepata hata pointi moja. Japo wakishinda nadhani hata watatangaza holiday kabisa.